Hawatawaambia kuhusu manufaa ya mradi huu. Hawatawaambia juu ya kuongezeka kwa umeme katika grid ya taifa. Mwaka 2021 kwenye grid ya taifa tulikuwa na megawati 1902. Hivi ninavyozungumza na nyinyi, kwenye grid ya taifa tuna umeme megawati 4038, zaidi ya mahitaji yetu ambayo ni takriban megawati 2000 na kitu. Najua wengi mmetikiswa na tatizo lililojitokeza jana, lakini ndugu zangu waandishi wa habari, yale ni matatizo ya kiufundi. Tulipata itilafu kwenye grid ya taifa. Mitambo yetu kule, kwa sababu imefungwa mifumo ya kidijitali, iliona kuna matatizo kwenye matumizi. Ni kama wewe kule nyumbani kwako ukiwasha umeme ukazimika kwa sababu circuit breaker imekatika. Imekata kwa sababu kuna hatari ilikuwa inakuja kuathiri nyumba yako. Kwa hiyo mitambo yetu kule imewekewa mifumo ya kujilinda. Kwa kilichotokea jana, kulitokea changamoto kwenye matumizi ya umeme. Mitambo kule ikajizima. Ilipojizima ikabidi TANESCO mafundi watafute tatizo liko wapi. Wamelipata, wamelitatua, na majira kama ya saa 6 za usiku nchi nzima ilirudi katika upatikanaji wa umeme. Halikadhalika baadhi ya huduma muhimu ambazo zilipata shida, mojawapo ni usafiri wa SGR. Baada ya umeme kurudi, treni zimefanya kazi, abiria wamesafirishwa, na tunarudi kwenye ratiba yetu ya kama kawaida. Hizi ni changamoto za kawaida, zinatokea mahali popote duniani. Maana kuna mtu anaweza akasimama hapa akasema kama vile Tanzania peke yake ndio kuna changamoto za namna hii. Zinatokea kokote duniani. Nashindwa tu kutaja nchi, lakini mimi nina ushahidi, sio wa kuambiwa wala wa kusoma, wa mimi mwenyewe. Nchi imeendelea, iko juu kiuchumi, kunatokea changamoto, vitu vinabadilika. Ratiba za treni zitabadilishwa, ratiba za ndege zitabadilishwa, umeme unakatika na kurudi. Lakini nataka niwahakikishie kwa hili la SGR ambalo limeleta maneno mengi sana, pamoja na changamoto zilizojitokeza, pia serikali kupitia wizara yetu ya uchukuzi inazo hatua zingine ambazo zinaendelea, ambazo ni sehemu ya utekelezaji wa huu mradi, za kuhakikisha pale kunapotokea changamoto kama hizi, huduma zinaendelea kama kawaida. Mradi wetu bado unatekelezwa, msisahau wa Tanzania. Tumeanza tu Dar es Salaam, Morogoro, Dodoma. Bado kazi inaendelea. Hata huku na kwenyewe viko vitu tunaendelea kuvikamilisha, kuviweka vizuri. Kwa changamoto kidogo kidogo zinakuwa zinajitokeza kwa sababu hatujafikia 100% ya mradi wetu kwenye baadhi ya maeneo. Tunatoa huduma, lakini tunaendelea kuboresha. Ziko sehemu tunaendelea kujenga reli, na ziko huduma muhimu hata kwenye sehemu ambayo tunatoa huduma tunaendelea kuziongeza. Na sisi sio ajabu hata hizo nchi, kwa sababu kwanza pia teknolojia inabadilika. Ni lazima pia mjue. Unaweza ukawa umekamilisha mradi kwa 100%, teknolojia imebadilika, kitu ulichokuwa umekifunga kule hakifai, inabidi ukibadilishe uweke kingine, au ulichokuwa nacho kimechoka, inabidi ubadilishe uweke kingine. Kwa changamoto za namna hizi zinajitokeza, na zikijitokeza Watanzania tuelewe kwamba haya ni mambo ya kawaida. Kwenye umeme kuna mambo mengine pia hawatawaambia kwamba sasa hivi katika jitihada zetu za kufikia megawati 70,000 ifikapo mwaka 2050, tumetekeleza mradi wa umeme jua wa Kishapu megawati 50, bilioni 118. Hawatawaambia kuhusu mradi wa uzalishaji wa umeme Kinyerezi 1 extension, tuliamua kuongeza megawati 185, shilingi bilioni 517. Hawatawaambia kuhusu ukarabati wa kituo cha umeme cha Hare megawati 21, tumetumia pale shilingi bilioni 64. Hawatawaambia katika kipindi cha miaka minne kati ya mwaka 2021 hadi sasa zimeongezeka katika grid ya taifa megawati 2350, zikiwemo za kutoka bwawa la Nyerere. Hawatawaambia kuhusu mradi wa kutumia maji wa Malagarasi ambao unazalisha umeme megawati 49 kwa shilingi bilioni 396.44. Mradi wa kufua umeme wa Kakono megawati 87. Hawatawaambia mpango wa uzalishaji wa umeme kufikia megawati, niliwaambia 70,000 ifikapo mwaka 2050, lakini tutafika megawati 8,000 ifikapo mwaka 2030. Haya yote ndugu zangu ni mafanikio makubwa, na maeneo mengine mengi yataendelea kunufaika kadiri tunavyoongeza uwezo wetu wa kuzalisha umeme. Nimewaambia somo letu leo, hawatawaambia uwekezaji ambao serikali imeufanya kwenye sekta zingine. Na niwaambie sekta ya kilimo kwa mfano. Hawatawaambia kwamba katika awamu ya 6 tumeshuhudia ongezeko kubwa la bajeti ya sekta ya kilimo kutoka shilingi bilioni 294 mwaka 2021-22. Sasa hivi
tunazungumza bajeti ya shilingi trilioni 1.19 kwenye bajeti ya 2025-26 na 26-27 ambayo tumeongeza kidogo. Na jitihada hizi hawatasema zimechangia kwa kiasi kikubwa kuleta nafuu katika kazi za wakulima. Mnafahamu zaidi ya 60% ya Watanzania wanategemea kilimo. Sasa kupitia nyongeza hii ya bajeti, serikali imeongeza mawanda ya programu ya ruzuku ya mbolea. Mwaka 2022 wakulima waliopata pembejeo walikuwa milioni 2,842,891. Hawa wakulima walinunua tani milioni 2,246,348 za mbolea zenye thamani ya shilingi trilioni 4. Sasa kati ya fedha hizo shilingi trilioni 4 kupitia ruzuku, serikali ilitoa ruzuku ya shilingi trilioni 1 na bilioni 45. Hili jambo hawatakuja kuambia hata siku moja. Na hizi ni fedha ambazo zimekwenda kuongeza matumizi ya mbolea kwa wakulima wetu, na kwa mtindo huo pia zimeongeza uzalishaji. Siku nyingine nitakuja niwaeleze kwa kina. Lakini kwa kifupi, pia uzalishaji wa mazao ya chakula baada ya program kama hizi umeongezeka kutoka tani milioni 17,148,290 kwa mwaka 2021-22. Hivi sasa tumefikia tani milioni 23,783,128. Hili ni ongezeko la 38% na kufanya tuwe na utosherevu wa chakula wa kufikia 130%. Na maana yake ni kwamba tunaweza sasa kuuza chakula nje ya nchi. Mwaka 2021 programu hizi za kwenye kilimo au bajeti iliyoongezeka kwenye sekta ya kilimo imeongeza uzalishaji kwenye mazao ya biashara. Uzalishaji katika mazao asilia ya biashara umeongezeka kutoka tani 973,439 mwaka 2021-22 na sasa tumefikia tani milioni 1,596,311 mwaka 24-25, ongezeko la 63%. Hali kadhalika tumefanya nyongeza kwenye uzalishaji wa korosho, umeongezeka kutoka tani 210,000 sasa tumefika tani 617,000. Kwenye tumbaku kutoka tani 185,000 sasa ni 300,000 kutoka ya msimu wa mwaka 2025-26, sawa na ongezeko la 317%. Tumefikia huko kutoka tani 58,500 kwa msimu wa 2020-21 hadi kufikia tani 185,776 kwa msimu wa 2025-26. Ongezeko kubwa, wakulima wetu wanapata fedha. Lakini pia uzalishaji kwenye miwa umeongezeka kutoka tani milioni 3,889,657 ambazo zilizalisha tani 367,718 za sukari mwaka 2021 hadi kufikia tani milioni 4,479,283 za miwa ambazo sasa zimezalisha tani 431,394 kwa mwaka 2025-26, ongezeko la 117%. Watu wanasahau mapema, tulikuwa na upungufu hapa wa sukari. Tunakabiliwa na upungufu wa sukari unasumbua, lakini sasa tumeongeza uzalishaji na uwezo wetu wa kuzalisha sukari umekuwa vizuri. Hali kadhalika tumepiga hatua kubwa kwenye mkonge na kwenye kahawa pia, ambayo pia uzalishaji wa kahawa umeongezeka kutoka tani 59,318 hadi kufikia 74,663. Uzalishaji pia wa mazao ya bustani na mbegu pia umeongezeka kwa kiasi kikubwa. Tumefanya uwekezaji mkubwa kwenye kilimo cha umwagiliaji. Hii serikali nayo ya awamu ya 6 imefanya uwekezaji kwa kutekeleza miradi 780. Kati ya hiyo ujenzi na ukarabati wa miradi 28 yenye uwezo wa kumwagilia hekta 23,528 umekamilika, na miradi 118 yenye uwezo wa kumwagilia hekta 232,658 ipo katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Tunaendelea kufanya upembuzi yakinifu katika maeneo mengine ili tuweze kupata matokeo makubwa zaidi kwenye eneo la umwagiliaji. Ndugu zangu waandishi wa habari, yako pia maeneo mengine ambayo wanaosema deni la taifa limeongezeka hawatasema, hawatawaambia kuhusu ujenzi wa barabara za lami. Hii leo mikoa yetu yote imeunganishwa kwa barabara za lami. Unaweza ukasafiri kutoka Dodoma, kutoka Dar es Salaam kwenda sehemu yoyote. Na watu wanasahau mapema sana kwamba katika hivyo vipindi wanavyotaja kwamba tulikuwa na deni dogo la taifa, ilikuwa ukitaka kwenda Mwanza lazima upite Nairobi. Ukitaka kwenda Bukoba lazima upite Nairobi.
ilikuwa shughuli pevu kutoka hapa. Nilikuwa naongea na kaka yangu Profesa Kayarara, katibu mkuu wa uchukuzi. Ananiambia mimi nilikuwa natoka Dodoma kwenda Singida. Ni safari ya siku 1.5 wakati barabara haipo. Mvua inanyesha, gari linakwama. Leo hii unateleza tu. Haya mambo yanafanyika kwa sababu tunawekeza. Ndege zetu, shirika letu la ndege ATCL, hivi ninavyozungumza nanyi, hawatawaambia, hawatasema huko, jamani, deni la taifa limeongezeka, tuna ndege 16, hawasemi. Lakini shirika letu ATCL lina ndege 16. Na tunamshukuru Mwenyezi Mungu, hakuna itilafu. Ndege zote 16 hivi ninavyozungumza zipo angani. Zinatua katika vituo takriban 25 nchi nzima. Na tarehe 2 nimewaambia wanaanza kwenda Urusi, Moscow. Baada ya wiki moja ATCL inaanza kwenda Oman, Muscat, ndege za moja kwa moja. Hivyo ndivyo tunaongeza utalii, na siku nyingine nitakuja kuambia ni namna gani mapato yetu ya utalii pia yameongezeka, kwa sababu tunawekeza kwenye maeneo ya kimkakati yatakayotuletea watalii wengi na kutuletea mapato mengi. Safari za treni za Dar es Salaam Dodoma, wote mashuhuda, mko hapa Dodoma, wote nyinyi mnatumia SGR. Mnaona namna ambavyo uchumi wetu umebadilika, na kazi ya ujenzi wa vipande vingine vya SGR zinaendelea. Achana na upotoshaji wa kwamba miradi imekwama. Hakuna mradi uliokwama hata mmoja. Kazi zinaendelea. Tunakwenda